Msikilizaji, hivi unafahamu chochote kuhusu mji wa kichawi wa Gambush? Umewahi kusikia kuhusu mji wa kichawi wa Gambush? Okay, sasa kama uliwahi kusikia msikilizaji, leo unakwenda kuuona kwa macho yako kabisa mji wa kichawi wa Gambush. Okay, karibu sana msikilizaji katika simulizi yetu nzuri kabisa, simulizi murua, simulizi ambayo tunakwenda kuianza siku hii ya leo. Simulizi yetu inaitwa Treni ya Kigoma, simulizi ya kusisimua, simulizi ambayo ina uchawi ndani yake, lakini pia simulizi ambayo ina vichekesho pia, yani inamaanisha kwamba ina comedy ndani yake, lakini pia simulizi ambayo pia ina love story kali ndani yake msikilizaji. Kiufupi simulizi hii itakusisimua sana na itakushangaza kwa sababu ina kila aina ya visi ndani yake. Lakini pia simulizi hii msikilizaji, ni kujuza tu ya kwamba tunakwenda kuianza siku hii ya leo katika sehemu ya kwanza, lakini najua utaifurahia sana. Karibu sana, simulizi hii imetungwa na kusimuliwa kwako na mimi Jonathan Alex. Nambari zangu za simu ni 0741 033 msikilizaji. Kama ulivyoweza kusikia jina la simulizi yetu inaitwa Treni ya Kigoma, inamaanisha ukisikia hivyo basi ujue kutakuwa kuna safari ya kuelekea mwisho wa reli. Kutakuwa kuna safari ya kuelekea mwisho wa reli. Kwa maana hiyo basi kata tiketi yako mapema tuweze kusafiri pamoja kabisa katika Treni ya Kigoma kuweza kuelekea kule mwisho wa reli. Mimi hapa tayari ninayo tiketi yangu mkononi na nimejiandaa kabisa kwa ajili ya safari hii murua kabisa, kuweza kutokea jiji la Dar es Salaam kuelekea mkoa wa Kigoma. Vipi kuhusu wewe? Kata tiketi yako mapema kwa kusubscribe katika channel hii hapa ya Empire Simulizi, lakini pia like na comment katika simulizi hii. Niambie unasikiliza ukiwa wapi, lakini pia tega sikio lako vizuri kwa sababu hii ni simulizi ambayo itakushangaza kweli kweli. Okay, karibu sana, tunakwenda kuianza kama hivi. Mimi naitwa Jonathan Alex. Simulizi yetu inaanzia katika jiji la Dar es Salaam. Jumanne moja yenye jua kali la asubuhi, majira ya saa 1 kamili la asubuhi. Jua lilikuwa limeanza kuchomoza upande wa bahari ya Hindi, huku miale yake ya dhahabu ikianza kupenya taratibu katika majengo marefu yaliyopamba anga hilo la jiji hilo kubwa la kibiashara katika Afrika Mashariki. Mawimbi ya bahari yalikuwa yakiendelea kugongana kwa upole kwenye ufukwe, huku yakitoa sauti ya upole iliyokuwa inachanganyikana na makelele ya magari yaliyokuwa tayari yamekwisha anza kujia katika barabara za jiji hili la kibiashara. Kiufupi msikilizaji, ni kwamba Dar es Salaam ilikuwa tayari imeamka. Kama ilivyokuwa kawaida yake, jiji hili alikuwahi kumsubiria mtu kabisa. Maisha yake yalikuwa yanakwenda kwa kasi kupita kiasi. Kila mtu alionekana kuwa na haraka kweli kweli ili kuweza kuzikamilisha harakati zake. Wengine walikuwa wanakimbilia makazini, wengine walikuwa wanakimbilia sokoni, wengine pia walikuwa wanakimbilia kwenye biashara zao, na wengine walikuwa wanakimbizana na ndoto zao. Barabarani daladala zilikuwa zikipishana kwa kasi kweli kweli. Makondakta walining'inia milangoni huku wakipaza sauti zao kwa nguvu. Mwenge, 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 mwenge. Posta, twende posta, 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 posta. Posta, posta, bado moja, Y2Y, Y2Y, Y2Y. Buguruni mwisho hiyo, Buguruni mwisho hiyo, Y2Y, Y2Y. Madereva walikuwa wakipiga honi kila kona. Wauza magazeti walikuwa wakipita huku na huku wakitangaza habari za siku hiyo. Mama ntilie pia nao wakubaki nyuma. Walikuwa tayari wamekwisha anza kufungua migawa yao. Harufu ya maandazi ya moto, chai ya tangawizi, lakini pia miogo maarufu kama miogo ya kukaanga na supu ya ng'ombe kitanda hewani katika eneo hilo. Kwa kifupi tu msikilizaji, Dar es Salaam ilikuwa tayari imekwisha kupamba moto. Na kwa wakazi wa Dar es Salaam watakuwa tayari wamekwisha anza kunielewa, kwa sababu naambiwa kwamba jiji hili, yani hakuna usiku, hakuna mchana. Yani usiku ni kama mchana na mchana pia ni kama usiku. Watu walikuwa awalali. Kumbuka hii ilikuwa ni saa 1 kamili za asubuhi. Na katika kipindi hiki msikilizaji, maisha hayakuwa ni mepesi kabisa, kwa sababu miezi michache iliyopita bei za mafuta zilikuwa zimepanda sana kupita kiasi. Jambo lililosababisha gharama za maisha kupanda, ikiwemo nauli za mabasi ya abiria maarufu kama daladala kuongezeka kwa kasi sana. Gharama za usafirishaji pia zikapanda. Biashara nyingi zikaanza kuyumba, kwa sababu wafanyabiashara wengi wa jiji hili walikuwa wakipata oda za bidhaa zao mikoani, na hapo walikuwa wamezoea kutumia usafiri wa mabasi kwa ajili ya kufanya delivery. Lakini kutokana na kupanda sana kwa mafuta katika nchi ya Tanzania, ndipo watu wengi walipoanza kutafuta njia mbadala ya kuweza kusafirisha bidhaa zao, ambayo itakuwa ni njia yenye bei nafuu kabisa na itakuwa ni njia kuaminika ili kuweza kuboresha wigo wa biashara zao. Njia ambayo ingeweza kubeba watu na mizigo kwa gharama ndogo kabisa. Na njia hiyo ilikuwa si nyingine kabisa msikilizaji,
ilikuwa ni treni ya Kigoma. Hiyo ndiyo njia ilionekana kuwa ni njia nzuri kutokana na gharama zake za usafirishaji kutokuwa kubwa ukilinganisha na gharama za mabasi. Hivyo wafanyabiashara wengi ambao walihitaji kuendelea kuboresha taswira ya biashara zao waliamua kutumia usafiri huu maarufu ambao kila Mtanzania alikuwa akiufahamu kabisa. Treni ya Kigoma ilikuwa ikiondoka Dar es Salaam mara moja kwa wiki. Ilikuwa ni kila siku ya Jumanne saa 2 kamili za usiku, na safari yake ilikuwa ni ndefu kweli kweli. Kutoka Dar es Salaam ili kuweza kupitia mkoa wa Pwani, kupitia mkoa wa Morogoro, kupitia Dodoma, Singida, Tabora ili kuweza kufika mkoa wa Kigoma. Watu waliamini sana treni hiyo. Wafanyabiashara waliitumia kusafirisha bidhaa zao, hususan wale ambao walikuwa wakipata oda za bidhaa zao katika mikoa ambayo treni hiyo ilikuwa inapita. Wakulima walikuwa wakipeleka mazao yao. Wanafunzi pia walitumia usafiri huo ili kuweza kuelekea mashuleni. Familia nyingi zilikuwa zimeunganishwa kupitia safari ya hii treni. Hakuna ambaye alikuwa nadhani kabisa kwamba Jumanne hiyo ingetofautiana na Jumanne nyingine ambazo zilikuwa zimepita nyuma yake. Hakuna hata mmoja ambaye alidhani kama usiku wake ungekuwa ni mwanzo wa simulizi ya kutisha ambayo ingesimuliwa kwa miaka mingi ijayo. Kilomita chache kutoka katikati ya jiji la Dar es Salaam, katika eneo la Buguruni, kulikuwa na kibanda kidogo cha chai kilichokuwa maarufu kwa wafanyakazi wa eneo hili. Viti vya plastiki vilivyokuwa vimepangwa nje, jiko la mkaa lilikuwa linaendelea kuwaka. Birika kubwa ya chai ilikuwa inaacha mvuke mzito ukipaa juu. Ndani ya kibanda hicho aliketi mwanaume mmoja ambaye karibu kila mtu katika eneo hili alikuwa akimfahamu. Alikuwa amevaa shati la njano ambalo lilikuwa limechakaa kidogo, suruali la rangi ya kaki na viatu vilivyoonekana kuchoka kuliko yeye mwenyewe. Mbele yake kulikuwa na kikombe cha chai, lakini chini ya meza hiyo kulikuwa na kitu kingine, msikilizaji. Ilikuwa ni chupa ndogo ya konyagi. Jina lake mtu huyu alikuwa si mwingine, alikuwa anaitwa Kibuyu cha Pombe. Watu wengi hawakujua kabisa jina lake halisi mtu huyo. Wengine walidai kwamba alikuwa anaitwa Rashidi, wengine walisema kwamba alikuwa anaitwa Hamisi, lakini hata yeye mwenyewe alikuwa jisumbui kabisa kuwataja jina lake halisi. Madhara yake, kila mtu ambaye alikuwa akimuuliza jina lake, yeye alikuwa akimwambia kwamba wazazi wake ambao walifariki katika ajali ya meli ya MV Bukoba miaka mingi iliyopita walimpatia jina hilo la Kibuyu cha Pombe, na aliendelea kudai kwamba jina hilo ilikuwa ni baraka kwake kwa sababu toka alipoamua kutoka nyumbani kwao mkoani Kagera katika wilaya ya Bukoba, ambako huko aliacha chumba kimoja cha urithi walichokuwa wakiishi wazazi wake na Kibuyu ili kuja kutafuta maisha miaka kadhaa iliyopita, hajawahi kabisa kujutia, kwa sababu ni kweli alikuja kutafuta maisha. Na nyakati tofauti akiwa ameelewa, mtu huyu alisikika akizungumza kwamba sasa maisha alikuwa ameyapata, kwa sababu alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanaishi maisha raha, maisha ambayo hayana stress kabisa, kwa sababu yeye kila muda alikuwa amekumbatia tu mzinga wa konyagi, na hilo liliweza kumfanya asifanikiwe kabisa hata kidogo kuona ugumu wa maisha katika jiji hili la kibiashara nchini Tanzania, jiji ambalo kusema ukweli kabisa, msikilizaji, lilikuwa na roho mbaya sana kwa mtu masikini. Na wengine walikuwa wakizungumza kwamba endapo ukiwa katika jiji hili na jiji likafahamu kabisa kwamba siku hiyo hauna uhakika wa kula, basi jua la utosini litakufaidi wewe vilivyo kweli kweli. Lakini kama likijua kwamba siku hiyo una uhakika wa kula, hautakuja kusikia njaa kabisa, na utahisi kabisa kwamba katika jiji hili ni mahali ambapo ni salama kuishi watu ambao ni matajiri. Mtaa mzima ulimfahamu kwa jina hilo la Kibuyu cha Pombe. Sababu ilikuwa ni moja tu, alipenda pombe kuliko kitu kingine chochote kwenye maisha yake. Lakini pamoja na tabia hiyo, Kibuyu alikuwa ni mtu wa kupendwa sana. Alikuwa ni mcheshi kupita kawaida. Alikuwa na majibu ya ajabu, na mara nyingi watu walikuwa wakijikuta wakicheka hata walipokuwa wamekusudia kumkasirikia. Asubuhi hiyo mzee Komba, mzee alikuwa ni muuza chai wa kibanda hicho, akamtazama kwa kutikisa kichwa na kisha akamuita, "Kibuyu." "Abe mzee, mbona umeanza mapema hivyo Kibuyu?" "Kuanza nini?" "Hiyo pombe." Kibuyu akaitazama saa iliyokuwa ukutani na kisha akavuta pumzi ndefu, alafu akazungumza, "Mzee Komba." "Ndio." "Kwani samaki huanza saa ngapi kuogelea?" "Kwa hiyo kama samaki wanaanza kazi mapema, sasa mimi ni nani nichelewe kuanza kazi mapema?"
Wateja wote ambao walikuwa pale ndani, msikilizaji, wakapasuka kwa kicheko. Mzee Komba katikisa kichwa. Yaani wewe huwezi kuacha ujinga wako tu, kila siku unakuwa mjinga hivyo hivyo tu. Kibuyu akainua kikombe chake cha chai, akanywa mafunda mawili na kisha akazungumza. Ujinga ni kipaji mzee. Kipaji gani hicho? Ujinga ni kipaji cha kuishi bila pressure. Na hapo ndipo kicheko kilipoweza kuzidi hapa katika kibanda hicho cha chai. Dakika chache baadaye, fundi mmoja aliyekuwa anakunywa chai akamuuliza Kibuyu, Kibuyu, kwani wewe Kigoma unaenda kufanya kitu gani kwani? Mimi nakwenda Kigoma kumtafuta mjomba wangu. Mjomba gani tena? Mjomba ambaye bado mimi sijamjua. Watu wakacheka sana kupita kiasi, na mwingine pia akatia chumvi katika kidonda. Kwani Kibuyu, ni kazi gani ambayo unakwenda kufanya huko? Nakwenda Kigoma kufungua kampuni yangu mimi binafsi. Kampuni ya nini? Ni kampuni ambayo professional itakuwa inauza ndoto. Kuuza ndoto? Kuuza ndoto? Ndiyo, kuuza ndoto. Watu wengi wanazo lakini hawazitumii. Na hapo ndipo kicheko kilipozidi mara mbili zaidi, msikilizaji. Lakini nyuma ya utani wote huo kulikuwa kuna siri, msikilizaji. Miaka miwili iliyopita, Kibuyu alikuwa amepokea barua ya ajabu, barua ambayo ilikuwa imetokea Kigoma. Ndani yake kulikuwa na maneno machache tu: ukija Kigoma kuna siri kuhusu familia yako ambapo lazima ujue kabisa. Nafanya hivyo kabla hujachelewa. Na tangu siku hiyo, msikilizaji, Kibuyu hakuwahi kuisahau ile barua. Aliiweka ndani ya koti lake, na kila mara ambapo alikuwa akielekea, barua hiyo alikuwa akitembea nayo pia. Na kila alipokuwa pia akilewa, Kibuyu alikuwa akitoa barua ile na kuisoma tena kwa mara nyingine. Alikuwa hajui kabisa siri hiyo ilikuwa ni siri gani, msikilizaji. Na safari hiyo ya Kigoma ilikuwa imechochewa kabisa na barua hiyo. Alikuwa hajui kabisa kwamba siri aliyokuwa akitafuta ilikuwa ni siri ndogo sana ukilinganisha na kile ambacho kilikuwa kinamsubiri milele. Majira ya saa 4 kamili za asubuhi, katika upande mwingine wa jiji, msichana mmoja aitwaye Neema alikuwa akipangilia mizigo yake vizuri kabisa ndani ya begi lake la safari. Neema alikuwa ni mwalimu wa shule ya msingi. Alikuwa ni mzaliwa mkuu wa Kigoma, lakini kwa miaka mingi sana alikuwa akiishi Dar es Salaam. Safari hiyo ilikuwa ni muhimu sana kwake, kwa sababu siku mbili zilizopita alipokea simu kutoka nyumbani kwao ya kuwa bibi yake alikuwa ni mgonjwa sana kupita kiasi, na hali yake ilikuwa ni mbaya sana. Madaktari walikuwa wamepoteza matumaini kabisa. Neema alihitaji kwenda kumuona bibi yake. Akiwa anapanga nguo zake, mara simu yake ikaanza kuita. Ilikuwa ni rafiki yake ambaye alikuwa anaitwa Rema. Alo Neema. Alo? Vipi, unaondoka leo au? Ndiyo. Jamani shoga yangu, najisikia vibaya sana kweli kweli. Kwa nini tena shoga yangu? Sijui, lakini kama vile kuna kitu kinaniambia kwamba safari hiyo itakuwa sio safari ya kawaida. Neema akacheka kidogo na kisha akazungumza. Usiwe na wasiwasi bwana Rema. Basi ukifika nipigie simu. Sawa. Lakini hata Neema mwenyewe hakujua kuwa maisha yake yalikuwa karibu kubadilika milele. Wakati huo huo, mbali sana na mji, mbali sana na barabara, mbali sana na makazi ya watu, kulikuwa na msitu ambao au kuonekana kwenye ramani yoyote kabisa. Ulikuwa ni msitu wa gambushi. Miti yake ilikuwa ni mirefu sio kwa ya kawaida kabisa. Majani yake yalikuwa ni meusi, na hata upepo uliokuwa ukiingia ndani yake ulionekana kabisa kubeba sauti za vilio vya mbali kabisa. Katikati ya msitu huo kulikuwa na mji wa ajabu ambao ulikuwa umejengwa kwa mawe meusi. Mji ambao hakuna mwanadamu kabisa kawaida ambaye alikuwa akiruhusiwa kuweza kuingia. Ndani ya jumba kubwa la mawe aliketi mzee mwenye macho mekundu kama ya makaa ya moto. Mbele yake kulikuwa na bakuli kubwa la maji meusi. Akiyatazama maji hayo, ghafla akaanza kuona picha. Akaanza kuona picha ya reli, na mara akaanza kuona picha ya train. Akaanza kuona picha ya mamia ya abiria. Tabasamu la kutisha likatokea usoni mwake.
na kisha akazungumza. Hatimaye. Mwanaume mmoja aliyekuwa amesimama pembeni akapiga goti na kisha akazungumza. Unamaanisha nini mtemi? Mlango wa Gambush unafunguka tena usiku wa leo. Baada ya miaka mingapi? Ni baada ya miaka 40. Ukimya mzito ukatawala na kisha akazungumza tena. Miaka 40 iliyopita kuna treni ilikuwa imepotea na hakuna aliyewahi kuonekana tena. Sasa mlango wa Gambush umefunguka na leo hii, katika usiku wa leo, kila kitu kitakuwa wazi kabisa. Jioni ilipoanza kuingia, msikilizaji, Dar es Salaam ikaanza kubadilika. Taa za barabarani zikawashwa, mwanga wa machweo ukapotea taratibu, na stesheni kuu ya reli ikaanza kufurika mamia wasafiri, masanduku, magunia, mabegi, vikapu pamoja na watoto, wafanyabiashara, pia wanafunzi. Kila mtu alikuwa akisubiri safari hiyo ya usiku. Miongoni mwao alikuwepo pia kibuyu cha pombe, akiwa ni miongoni mwa abiria ambaye alikuwa akisafiri kutokea Dar es Salaam kuelekea mkoa wa Kigoma kwa madai ya kwamba anakwenda kumtafuta mjomba wake. Akiwa amebeba begi lake mgongoni kibuyu, na kama kawaida yake bado alikuwa amekumbatia mzinga wake wa pombe katika mkono wake, lakini pia katika begi lake kulikuwa kuna chupa 2 za pombe. Alikuwa hajui kabisa kwamba usiku huo ungekuwa ni mwanzo wa safari ambayo ingebadilisha historia yake, ambayo ingebadilisha historia ya reli hiyo milele. Safari ambayo ingeondoka Dar es Salaam kama kawaida, lakini isingefika Kigoma kabisa, kwa sababu usiku huo mahali fulani gizani, wachawi wa Gambush walikuwa tayari wamekwisha anza kuisubiri treni hiyo. Na kadri muda ulivyokuwa unazidi kuendelea, msikilizaji, watu walizidi kumiminika kwa wingi katika stesheni kuu ya reli ya Dar es Salaam ambayo ilikuwa inafahamika kwa jina la Tazara. Na kadri muda ulivyokuwa unazidi kusogea kuelekea saa 2 usiku, ndivyo watu walikuwa wanazidi kujaa kwa wingi, kwa sababu treni hiyo ilikuwa ina mabehewa mengi kweli kweli, msikilizaji. Na kama ungeingia katika eneo hilo muda huo, ungeweza kudhani kama kuna tamasha kubwa lilikuwa linafanyika, kwa sababu kila upande kulikuwa na pirika. Watoto walikuwa wanakimbia huku na kule. Wauza maji pia walikuwa wakizunguka na maboksi yao. Wauza karanga walikuwa wakipata sauti zao. Karanga za moto karanga. Mama mmoja aliyekuwa amebeba kikapu cha mandazi alikuwa akitembea katikati ya umati wa watu. Mandazi ya moto, mandazi ya nazi jamani, mandazi ya nazi jamani. Harufu ya chakula ilikuwa pia imechanganyikana na harufu ya mafuta ya injini ya treni. Mara kwa mara sauti za matangazo zilikuwa zikisikia kupitia spika kubwa zilizokuwa zimewekwa juu ya majengo ya stesheni. Abiria wote wanaokwenda kupanda treni ya Kigoma, nakumbusha kuandaa tiketi zenu kwa ajili ya ukaguzi. Tangazo hilo liliporudiwa kwa mara ya 3, watu wengi wakaanza kusogea kuelekea kwenye majukwaa ya kupandia. Mbele kabisa ilisimama treni maarufu ya Kigoma. Ilikuwa imepambwa na taa zilizokuwa zinang'aa kweli kweli. Madirisha yake yalikuwa yakimulika kwa mwanga uliokuwa ukiwaka ndani yake. Injini kubwa ya mbele ilikuwa ikitoa sauti nzito ya kutetemesha ardhi kidogo. Kwa watu wengi waliokuwa pale, hiyo ilikuwa ni sauti ya matumaini kabisa. Lakini kwa mbali sana katika msitu wa Gambush, ilikuwa sauti ya mwaliko. Kibuyu cha pombe alikuwa amesimama pembeni ya jukwaa akiwatazama watu. Alipenda kutazama watu kupita kawaida. Alisema mara nyingi mtu akitazama watu kwa muda wa kutosha anaweza kujifunza mambo mengi bila kuuliza swali hata moja. Akiwa amesimama hapo, macho yake yakatoka kwa kijana mmoja aliyekuwa kabeba mabegi 4 makubwa. Kijana huyo alikuwa anatokwa na jasho kweli kweli. Uso wake ulionekana kwamba alikuwa amechoka kupita kawaida. Kibuyu akamsogelea. Kaka, ndio. Kwani unakwenda kufungua duka Kigoma? Yule kijana akamwangalia na kisha akamjibu. Kwa nini? Hayo mabegi 4 yanaonekana kama unahamisha kata nzima. Baadhi ya watu waliokuwa karibu naye wakacheka kupita kawaida. Kijana huyo naye akashindwa kujizuia, akatabasamu. Mimi ni mfanyabiashara. Sawa. Napeleka bidhaa. Kumbe. Kibuyu akatikisa kichwa chake kama kuna kitu ambacho alikuwa amekielewa,
na kisha akazungumza. Mimi nilikuwa nadhani umewabeba wakwe zako. Kicheko kikapasuka tena kwa mara nyingine. Kijana huyo akaondoka huku akicheka, na hapo Kibuyu akaamua kuendelea na matembezi yake. Dakika chache baadaye, macho yake yakatoka kwa msichana aliyekuwa ameketi peke yake kwenye benchi la chuma. Mbele yake kulikuwa na begi dogo la safari. Mikono yake ilikuwa imekumbatiana kabisa, na macho yake yalionekana kutafakari jambo fulani. Huyo alikuwa si mwingine msikilizaji, alikuwa ni Neema. Alikuwa amewasili tayari katika station muda mfupi uliopita. Tangu afiki alikuwa amekaa hapo kimya kabisa. Alikuwa mjui mtu yoyote katika eneo hilo. Hakutaka hata kuzungumza na mtu yoyote. Mawazo yake yote yalikuwa kwa bibi yake ambaye alikuwa ni mgonjwa huko Kigoma. Kibuyu akasimama mbele yake. Neema akainua macho yake kwa sekunde chache, na hapo hakuzungumza kitu chochote kabisa. Kisha Kibuyu akazungumza. Zamani dada. Ndiyo. Benchi kwani ni lako? Neema akakunja uso wake kidogo, na kisha akazungumza. Hapana. Oho. Basi asante. Asante ya nini? Kwa kutokunifukuza. Neema akashindwa kabisa kujizuia, akacheka kidogo. Kwa mara ya kwanza kabisa tangu afike stesheni, Neema ndo alikuwa amecheka hapo. Na kisha Kibuyu akaketi. Akauliza. Jina nani? Naitwa Neema. Oh, mimi hapa niite Kibuyu. Kibuyu? Ndio. Hilo jina lako kweli au jina la nani? Ndio, hili jina langu kweli, na mimi ndio nililitafuta. Sikutaka kumsumbua baba yangu na mama yangu waanze kuhangaisha vichwa vyao eti kujua atanibasia jina gani. Nilipozaliwa tu mimi nikawaambia niite Kibuyu. Neema katabasamu kwa mara ya kwanza kabisa. Akaanza kuona kwamba mtu huyu alikuwa ni mtu wa ajabu kabisa, na alikuwa tofauti kabisa na watu wengine. Kwanza alikuwa ni mcheshi, lakini ndani ya macho yake kulikuwa na kitu kingine kabisa, kitu ambacho kilikuwa kionekani kwa urahisi kabisa. Wakati huo ndani ya beo la daraja la kwanza, mwanaume mmoja mwenye suti nyeusi alikuwa ameketi karibu na dirisha. Alikuwa na umri wa karibu miaka 50 hivi. Uso wake ulikuwa ni mkali kweli kweli. Macho yake yalikuwa yanazunguka kila upande kana kwamba alikuwa akimchunguza kila mtu. Mkononi alikuwa ameshika mkoba mdogo mweusi. Hakuruhusu kabisa mtu yote kuweza kuugusa. Hakuruhusu hata ukae mbali na yeye. Abiria waliokuwa karibu naye walijaribu kabisa kuweza kuanzisha mazungumzo naye, lakini hakutaka kuitikia kabisa. Hakuna aliyefahamu kwamba alikuwa ni nani huyo. Hakuna aliyefahamu kwamba alikuwa anapeleka nini Kigoma. Masaa mawili baadaye, msikilizaji, abiria wengi walikuwa tayari wamekwisha kupanda katika treni hii. Mizigo mingi ilikuwa tayari imekwisha ingizwa. Wafanyakazi wa reli walikuwa wanakamilisha ukaguzi wa mwisho katika reli hii. Na hapo ndipo jambo la kwanza la ajabu lilipoanza kutokea. Mbwa mmoja mweusi aliyekuwa akizunguka karibu na reli hii ghafla alianza kubweka kwa nguvu. Alikuwa anautazama upande wa reli, na hapo ndipo watu walipoamua kugeuka, lakini hawakuona kitu kabisa. Lakini mbwa huyo aliendelea kubweka, na kisha akaanza kulia. Kilikuwa ni kilio cha kutisha kweli kweli, kilio ambacho kilimfanya mama mmoja aliyekuwa karibu ashikwe na baridi kabisa. Astaghfirullah. Mbwa huyo akakimbia kwa kasi na kutoweka gizani. Hakuna ambaye alijali kabisa jambo hili. Watu wakaendelea na shughuli zao. Lakini kwa mbali ndani ya msitu wa Gambushi, mtemi mkuu akatabasamu. Milango sasa inaanza kufunguka. Dakika 5 baadaye, msikilizaji, Kibuyu na Neema walikuwa wameketi pamoja. Mazungumzo yao yalikuwa yameanza kuwa marefu zaidi. Kumbe wewe ni mwalimu? Ndiyo, mimi ni mwalimu. Oh. Pole sana. Pole sana kabisa. Kwa nini? Watoto wa siku hizi wana nguvu kuliko walimu. Neema akacheka. Kwani wewe ulisoma mpaka darasa la ngapi? Kibuyu akafikicha kidevu chake na kisha akazungumza. Sikumbuki. Uwezi kusahau bwana. Ndiyo,
nakumbuka nilisoma. Alafu nikaacha. Darasa la ngapi? Darasa ambalo niliona walimu wameanza kurudia masomo. Neema akacheka sana kupita kiasi. Kicheko hicho kilimfanya Kibuyu amtazame kwa sekunde kadhaa. Moyo wake ukapiga tofauti kidogo, na kwa mara ya kwanza katika siku hiyo akajikuta amesahau hata pombe. Lakini kabla hajaongea chochote, sauti kubwa ya firimbi kasikika. Ilikuwa ni sauti ya treni. Ilikuwa ni ishara kwamba kabisa kwa muda wa safari ulikuwa tayari umekwisha kufika. Watu wakaanza kusimama, wengine wakaanza kukimbia kuelekea mabewani, wengine wakaanza kuaga ndugu zao, wengine wakalia na wengine pia wakacheka. Hakuna aliyefahamu kwamba usiku huo, msikilizaji, ungekuwa ndio mwanzo wa safari ambayo ingetenganisha maisha yao katika sehemu mbili: maisha kabla ya gambushi na maisha baada ya gambushi. Watu waliokuwa nje ya treni wakaanza kutoa maagizo ya mwisho kwa ndugu zao. Wahi kunipigia ukifika, si ndio? Usisahau dawa zako. Salimia watu wa nyumbani. Weka vizuri hiyo pesa. Kila kona kulikuwa na sauti za watu, msikilizaji. Kila kona kulikuwa na hisia tofauti. Wengine walikuwa na furaha, lakini pia wengine walikuwa na huzuni. Wengine walikuwa na matumaini, lakini hakuna hata mmoja ambaye alikuwa na hofu kabisa, kwa sababu hakuna aliyefahamu kile ambacho kilikuwa kinakwenda kutokea. Kibuyu cha pombe alipanda ndani ya bewa lake, huku akiwa na begi lake begani. Aligeuka mara moja kuangalia nje. Dar es Salaam ilikuwa bado inang'aa kupita kiasi. Taa za majengo marefu zilikuwa zikimulika usiku. Magari yalikuwa bado yanaendelea kutembea barabarani. Kwa mbali mwanga wa bahari ulionekana kama mstari mwembamba wa fedha. Mji huo ulionekana ni mzuri kabisa, msikilizaji. Ulikuwa ni mji tulivu, ulikuwa ni mji salama, na bila kujua kabisa kwamba ilikuwa ni mara yao ya mwisho kwa baadhi ya abiria hapa kuona mji huu tena kwa mara nyingine. Ndani ya bewa, abiria walikuwa wakitafuta viti vyao. Baadhi walikuwa wanaweka mizigo yao juu ndani ya staff carrier. Wengine walikuwa wanabadilishana viti. Wengine walikuwa tayari kabisa kuanza kula. Kibuyu alipata kiti chake cha karibu na dirisha. Alipokaa tu, akasikia sauti ambayo alikuwa ameizoea kabisa. Kumbe tuko bewa moja. Alipogeuka alimuona Neema akiwa amesimama pembeni kidogo ya kiti chake. Kibuyu akatabasamu. Mungu ana kazi zake bwana. Neema akakaa. Kwa hiyo na wewe umepata hapa Ndio. Aisee, ni bahati nzuri. Asa mimi nimeona. Kisha Kibuyu akatazama juu. Mungu kumbe anapenda vichekesho Neema akacheka. Kwa muda mfupi tu, msikilizaji, walisahau kabisa kwamba walikuwa watu ambao walikuwa wamekutana masaa machache yaliyopita. Mazungumzo yao yaliendelea kwa urahisi kabisa, kana kwamba walikuwa ni watu ambao walikuwa wakifahamiana kwa miaka mingi iliyopita. Saa 2 ya usiku iliwadia, msikilizaji. Dereva wa treni akapokea ishara ya kuondoka, na hapo ndipo firimbi ya mwisho ilipopigwa. Kisha injini kubwa ikatoa mlio mzito. Reli ikaanza kutikisika polepole. Taratibu treni ikaanza kusogea mbele. Ilikuwa inaanza kutembea kwa mwendo wa taratibu, kisha kidogo kidogo ikazidi kuongeza kasi. Ndani ya bewa baadhi ya watu wakaanza kupiga makofi. Wengine wakapunga mikono yao kwa ndugu zao waliokuwa wamebaki katika stesheni. Na safari rasmi ya kwenda Kigoma ilikuwa inaanza. Dakika 20 baadaye, mwanga wa jiji la Dar es Salaam ukaanza kupotea nyuma yao. Majengo marefu yakaanza kuonekana kwamba yamekuwa ni madogo. Taa zikaanza kutoweka moja baada ya nyingine. Na baada ya muda mfupi, kilichobaki nje kulikuwa na giza tu, msikilizaji. Ndani ya bewa hali ilikuwa ni ya kawaida kabisa. Mama mmoja alikuwa anamsimulia mtoto wake hadithi. Wanafunzi wawili walikuwa wanacheza mchezo kwenye simu. Mfanyabiashara mmoja alikuwa anahesabu fedha zake, na Kibuyu yeye alikuwa amefungua pakiti ya karanga, na kwa pembeni yake kulikuwa kuna mzinga wake wa konyagi. Yaani alikuwa kai mbali kabisa na kibuyu chake, msikilizaji. Unakula? Kibuyu akamuuliza vile Neema. Hapana. Kwa nini? Sina njaa. Kibuyu akatazama pakiti yake na kisha akazungumza. Aise, vipi? Hizi karanga zitajisikia vibaya kweli? Neema akaangua kicheko kweli kweli, na kisha akauliza, kwa nini? Yaani zilikuwa zimejiandaa kuliwa na watu wawili,
alafu zinashangaa eti anakula kibuyu tu. Na hapo ndipo Neema akazidisha kucheka zaidi. Na kila ambavyo alikuwa akizidi kuendelea kucheka, yeye kibuyu alikuwa anazidi kujisikia vizuri kupita kiasi. Wakati huo mbele kabisa kwenye injini, dereva wa treni ambaye alikuwa anaitwa Mwando alikuwa ameshika usukani wake wa reli kwa umakini mkubwa kabisa. Alikuwa anafanya kazi hiyo kwa miaka zaidi ya 20. Alijua reli hiyo kuliko hata baadhi ya viongozi wa shirika la reli. Hakukuwa na kona ambayo alikuwa ifahamu kabisa dereva huyu. Hakukuwa na kitu ambacho alikuwa akijui. Lakini usiku huo alianza kuhisi jambo alikuwa ni la kawaida kabisa. Kwanza ilikuwa ni hisia ndogo tu, kama mtu ambaye alikuwa anahisi kwamba kuna mtu alikuwa akimtazama. Akatupa macho nje, lakini akaona kwamba hakukuwa na kitu kabisa. Kulikuwa kuna giza tu. Akarejea kwenye kazi yake. Lakini sekunde chache baadaye, msikilizaji, hisia ile ikarejea tena. Safari hii ilikuwa ni kali zaidi. Akamuita msaidizi wake ambaye alikuwa anaitwa Juma. "Ndiyo mkuu." "Kwani wewe mbele yako unaona kitu gani?" "Giza tu. Hakuna kingine?" "Hakuna mkuu." Dereva akabaki kima vile vile. Hakutaka kabisa kuzungumza kitu chochote kabisa ambacho alikuwa akikihisi kwa muda ule, kwa sababu hata yeye mwenyewe alikuwa akielewi vizuri. Kilomita nyingi mbele ya treni, mahali ambapo reli ilipaswa kuendelea kawaida, kulikuwa na kitu ambacho kilikuwa kionekani kabisa kwa macho ya binadamu. Kulikuwa kuna ukungu mweusi. Msikilizaji, kulikuwa kuna ukungu mweusi ambao ulikuwa ni mzito kupita kawaida, ukizunguka juu ya reli, ukionekana kama ukungu ambao ulikuwa na wingu zito lilikuwa limeshuka ardhini. Ndani ya ukungu huo kulikuwa na sauti za kawaida. Zilikuwa ni sauti za watu, sauti za vilio, sauti za minongono, lakini hakuna mwanadamu wa kawaida ambaye angeweza kabisa kuzisikia sauti hizo. Ndani ya msitu wa Gambushi, moto wa blue uliendelea kuwaka kama kawaida. Wachawi 7 walikuwa bado wameuzunguka. Mtemi mkuu alikuwa amesimama mbele yao. Mikono yake ilikuwa imeinuliwa. Macho yake yalikuwa yamefungwa. Kisha akafungua macho yake ghafla kisha kuzungumza. "Wameondoka. Wameondoka. Njia imefunguliwa. Njia imefunguliwa. Usiku huu watatufikia. Usiku huu watatufikia." Na hapo moto ukapasuka na cheche za blue zikaanza kuruka kwa juu kama nyota zilizokuwa zinawaka. Na tukielekea upande wa pili ambapo ni ndani ya treni, msikilizaji, abiria wengi walikuwa wamekwisha anza kusinzia kabisa. Wengine walikuwa tayari wamelala. Sauti ya reli ilianza kutikisa kwa mpangilio wake wa kawaida. Yaani ilikuwa ikilia vile vile tak 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 tak, tak kama kawaida tu, msikilizaji. Lakini ghafla mzee mmoja alikuwa ameketi upande wa nyuma ya behewa. Alifumbua macho yake akiwa na hofu kubwa kabisa. Akatazama dirishani. Kisha akasimama kwa nguvu. Uso wake ukabadilika. Mikono yake ikaanza kutetemeka. Abiria wote waliokuwa karibu yake wakamwangalia na kisha kumuuliza, "Mzee, vipi kwani?" Alikuwa ajibu chochote yule mzee, msikilizaji. Aliendelea kutazama nje kana kwamba kuna kitu ambacho alikuwa amekiona, kitu ambacho wengine hawakuweza kabisa kukiona. "Mzee, kwani kuna nini?" Safari hii ndipo akajibu kwa sauti ya chini sana, sauti ambayo ilikuwa imejaa hofu kupita kawaida. "Impossible. Impossible." "Kuna nini?" Mzee akameza mate. Kisha akasema maneno ambayo yaliwafanya watu wengi waliokuwa karibu naye kushikwa na mshangao. "Hii reli sio reli ya Kigoma." Kwa sekunde kadhaa hakuna mtu ambaye alikuwa anajibu kabisa. Baadhi ya abiria walitazamana na kisha mwingine akacheka kidogo. "Kwani mzee ulikuwa umesinzia?" Mwingine akazungumza vile. "Hii reli sio reli ya Kigoma." Nisikilizeni jamani kwa makini. Hii reli sio reli ya Kigoma. Ukimya ukatawala kwa sekunde chache, msikilizaji. Na mwingine akazungumza. "Labda mzee uliposinzia uliota." Lakini mzee huyo hakutabasamu kabisa. Hakutikisa kinywa chake kabisa, wala hakutikisa kichwa. Hakuna kitu chochote ambacho alifanya yule mzee. Aliendelea kutazama nje ya dirisha kama mtu ambaye alikuwa ameona jambo ambalo alikupaswa kabisa kuonekana kwa muda huo. Macho yake yalikuwa ni makubwa kabisa, msikilizaji. Pumzi yake ilikuwa ni nzito. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka. Abiria mmoja aliyekuwa ameketi karibu naye akamsogelea. "Mzee, una uhakika kweli uko sawa?" Mzee huyu akameza mate, kisha akaelekeza kidole chake dirishani.
nimepitia reli hii mara zaidi ya 100. Hakuna aliyejibu msikilizaji. Nimekuwa nikisafiri kwenda Tabora tangu kabla wengi wenu hamjazaliwa kabisa. Watu wakaanza kumsikiliza msikilizaji. Sasa angalieni kule. Angalia kule. Baadhi ya abiria waliinama kuelekea dirishani, lakini hawakuona kitu chochote kabisa. Kulikuwa na giza tu pamoja na miti msikilizaji, na mara kwa mara mwanga wa mbali ulikuwa ukipotea haraka kutokana na mwendo wa treni. Mzee, kwa unaona nini wewe? Akaendelea kutazama nje. Hapa hakupasi kuwa hivi kabisa. Vipi? Miti hii. Miti gani mzee? Mzee, una uhakika kabisa uko sawa? Miti hii mimi siijui. Mmoja wa vijana akacheka. Mzee, sasa miti yote Tanzania utaijua jamani? Kicheko kidogo kikatokea msikilizaji, lakini mzee huyo akushiriki hata kidogo. Aliendelea kuonekana mwenye hofu kupita kawaida. Kibuyu aliyekuwa mbele kidogo aligeuka, akamwangalia. Kwa mara ya kwanza tangu safari ianze, Kibuyu akutania kabisa. Kulikuwa na kitu kwenye uso wa mzee huyo ambacho kilimfanya ahisi kwamba kuna jambo ambalo lilikuwa si la kawaida kabisa. Na Kibuyu alikuwa ni mtu ambaye pamoja na ulevi wake wote, lakini alikuwa na uwezo wa kugundua hofu ya kweli. Dakika 10 baadaye, mjadala ule ukafa. Watu wakarudi kwenye shughuli zao za kawaida. Wengine wakaendelea kula, wengine wakaanza kusinzia, na wengine wakatoa simu zao na kuanza kuangalia video mtandaoni. Neema alikuwa ameinama dirishani akiangalia giza la nje. Kuna nini? Kibuyu akauliza hilo swali. Hakuna. Sasa mbona unaangalia nje kama unasubiri daladala? Neema akacheka. Nilikuwa nawaza tu. Nini bibi yangu? Kibuyu akanyamaza kidogo. Hakuwa ni mtu wa kuonyesha hisia sana, lakini safari hii alionekana kabisa kuelewa. Atakuwa sawa, si ndio? Neema aligeuka na kumwangalia Kibuyu na kisha akamuuliza, umejuaje? Sijui. Sasa mbona unasema? Kibuyu akatikisa mabega yake. Wakati mwingine mtu anahitaji kusikia maneno mazuri hata kama kuna anayejua ukweli. Hata kama kuna anayejua ukweli, unatakiwa kusikia maneno mazuri. Neema akabaki kimya msikilizaji, na kwa mara ya kwanza toka alipokutana na Kibuyu, aliona upande tofauti wa Kibuyu, upande ambao haukuwa ni upande wa utani, upande ambao ulionekana kabisa kuwa ni upande wa busara uliokuwa umejificha nyuma ya vichekesho. Saa 3 kasoro za usiku, treni iliendelea kulikata giza. Mwendo wake ulikuwa ni mwendo mzuri kabisa kuliko kawaida. Hakukuwa na shida ya aina yoyote, lakini mbele kabisa katika injini, dereva Mwando alianza kuona jambo jingine la ajabu. Mita ya kasi ilianza kutikisika. Ilianza kwa spidi ya kawaida, halafu ndipo spidi ikazidi kuendelea kuwa ya kasi zaidi. Mwando akakunja uso wake, akatazama tena, kisha akampiga msaidizi wake bega. Juma, ndio mkuu. Unaona hii? Juma akaitazama. Ndio. Sasa mbona inafanya hivi? Sijui. Mwando akavuta pumzi ndefu. Miaka yote ambayo alikuwa amefanya kazi katika reli hii, hakuwahi kuona jambo la ajabu kama hilo, lakini hilo lilikuwa ni jambo pekee ambalo lilikuwa linamshangaza kupita kawaida. Dakika moja baadaye, redio ya mawasiliano ikaanza kutoa sauti za ajabu, yani ikaanza kuunguruma. Mwando akaichukua na kisha akaanza kuzungumza. Control room? Control room, naomba majibu. Control room? Control room? Hakuna mbele kuwa na mjibu kabisa. Kituo cha Pwani, naomba majibu tafadhali. Kituo cha Pwani. Kituo cha Pwani tafadhali, naomba majibu. Kulikuwa ni ukimya vile vile msikilizaji. Kituo cha Ruvu tafadhali, naomba majibu. Kituo cha Ruvu tafadhali, majibu. Hakuna kitu ambacho kilikuwa kinaendelea kutokea msikilizaji. Ilikuwa ni kwa mara ya kwanza msikilizaji kwa mawasiliano yote kukatika kwa wakati mmoja. Mwando akaanza kupata wasiwasi. Tukielekea upande wa pili msikilizaji, ni ndani ya msitu wa Gambushi. Moto wa blue uliendelea kuwaka vile vile, lakini sasa ulikuwa ni moto mkubwa zaidi kupita kawaida. Wachawi 7 walikuwa wamekaa kuweza kuzunguka moto huo. Mbele yao kulikuwa na kitu ambacho kilikuwa kimefunikwa na kitambaa cheusi. Mtemi mkuu akasimama polepole,
Akanyosha mkono wake, kile kitambaa kikaanza kuinuka chenyewe, na chini yake kulikuwa na mfano mdogo wa treni ambayo ilikuwa imetengenezwa kwa mifupa. Ilikuwa ni mifupa ya binadamu, msikilizaji. Wachai wote walinamisha vichwa vyao. Mtemi akafumba macho, kisha akaanza kuimba maneno ambayo ilikuwa yaeleweki kabisa. Upepo mkali ukaanza kuvuma, moto ukaanza kuzunguka, na mfano ule wa treni ukaanza kutikisika kabisa. Mbali sana katika reli ya Risi, treni ya Kigoma nayo ikaanza kutetemeka kidogo. Abiria wengi walikuwa wagundui kabisa kwamba treni ilikuwa ikitikisika. Walikuwa wagundui kabisa. Lakini kwa waliokuwa macho waliinua vichwa vyao ili kuweza kufahamu kwamba kulikuwa kuna kitu gani. Na mmoja wao akauliza, "Kuna nini?" "Sijui. Labda reli imebadilika." Hakuna aliyefahamu kama kutikisika kule, msikilizaji, kulikuwa kutokana na reli, kulitokana na kitu kingine kabisa, kitu ambacho akili ya kawaida isingeweza kuelewa. Saa 3:30 za usiku, mvua ndogo ilianza kunyesha. Matone madogo yakaanza kugonga vioo vya madirisha. Ndani ya bewa hali ilikuwa ni tulivu kabisa. Abiria wengi wakaanza kulala. Na hapo ndipo kilio cha mtoto mdogo kikasikika. Mama yake akaanza kumbembeleza, na baada ya muda akalala tena. Kibuyu naye alikuwa ameegemea kiti chake, lakini usingizi ulikuwa mjii kabisa. Kulikuwa na jambo ambalo lilikuwa likimsumbua Kibuyu wetu jamani. Kibuyu alikuwa aelewi kulikuwa kuna kitu gani kabisa. Alijaribu kujishawishi kwamba ilikuwa ni pombe, lakini hisia iliendelea kuwa vile vile, kana kwamba kulikuwa kuna mtu ambaye alikuwa akimtazama. Na kisha akatupa macho yake dirishani. Alishia tu kuona giza, na kisha akaamua kutazama mbele. Na mbele kulikuwa hakuna kitu pia, msikilizaji. Akatazama nyuma pia, kulikuwa hakuna kitu, lakini hisia yake ilikuwa ni kali. Alikuwa anahisi kabisa kulikuwa kuna jambo ambalo lilikuwa sio jambo la kawaida, lilikuwa linakwenda kutokea muda si mrefu. Ghafla taa za bewa zikazima, kukawa na giza kabisa. Bewa zote zikaingia gizani, msikilizaji. Baadhi ya watu wakaanza kupiga kelele, "What? Nini kimetokea? Mbona taa zimezima?" Dakika chache baadaye, msikilizaji, taa zikaanza kurejea kuwaka. Kila mtu akavuta pumzi ndefu. Lakini kabla hujatulia, taa zikazima tena. Na safari hii ilikuwa ni kwa muda mrefu kidogo. Ilikuwa ni sekunde 5, mara sekunde 10, mara sekunde 15. Kulikuwa kuna giza zito kweli, giza ambalo lilimfanya mtu ashindwe kuona hata uso wa mtu mwingine ambaye alikuwa amekaa pembeni yake. Neema akashika mkono wa kiti kwa nguvu. Kibuyu naye akakaa sawa. Alafu taa zikarejea kuwaka. Watu wakaanza kulalamika, lakini malalamiko hayo, msikilizaji, yakakatishwa na sauti ya mwanamke mmoja, sauti iliyokuwa imejaa hofu kabisa. "Mtoto wangu yuko wapi?" Abiria wakaamua kugeuka, msikilizaji, kuweza kumwangalia mwanamke huyo. Mwanamke huyo alikuwa amesimama, macho yake yalikuwa yamejaa hofu. "Nasema namtaka mtoto wangu." "Kwani kuna nini mama?" "Mwanangu alikuwa hapa." Akaonyesha kiti ambacho alikuwa amekaa mtoto wake. "Labda atakuwa amekwenda chooni." "Hapana." "Una uhakika?" "Ndiyo. Nasema alikuwa amelala hapa." Watu wakaanza kuangaliana. Mama huyo akaanza kulia, "Mtoto wangu jamani, alikuwa hapa." Ukimya mzito ukaanza kutawala katika bewa hilo, msikilizaji, kwa sababu wakati taa zilipokuwa zimezima, hakuna mtu ambaye alikuwa ameonekana kwamba alikuwa amesimama, wala hakuna mtu ambaye alikuwa amemwona mtoto huyo wakati ambapo alikuwa akiondolewa, na hakuna mtu ambaye alikuwa ameona mtu akimchukua kabisa. Lakini kiti chake kilikuwa kipo katika hali ya utupu kabisa, msikilizaji. Na safari ya kuelekea Gambush ilikuwa ndio kwanza imeanza, msikilizaji. Na msikilizaji, na hii ni sehemu ya kwanza tu ya simulizi yetu ya treni ya Kigoma, treni ambayo tunaanza kuona tu katika sehemu ya kwanza. Visa na mikasa vinaanza, lakini hapa tupo na mwamba kabisa, tunamuita Mwamba Kachiri, mtaalamu bwana Kibuyu cha pombe. Huyu ndio mtaalamu wetu katika siku hii ya leo, mtu ambaye ana majibu ya kukela kweli kweli, mtu ambaye ana majibu, lakini pia mtu ambaye ni mcheshi. Tupo naye hapa katika sehemu hii ya kwanza, msikilizaji, ili kuweza kufahamu kilichoweza kuendelea katika simulizi hii. Karibu sana katika sehemu ya pili, lakini pia ili kuweza kuwa na familia wa Empire Simulizi, ili kuweza kufahamu kila simulizi inapoweza kutoka hapa,
tafadhali subscribe hapa katika alama nyekundu ya subscribe, lakini pia like video hii na share kwa watu wengine. Katika sehemu ya kwanza tumeweza kutamatisha kama hivi. Nini ambacho kitaweza kuendelea katika sehemu ya pili, mimi na wewe hatujue. Simulizi hii imetungwa na kusimuliwa kwako na mimi hapa naitwa Jonathan Alex. Nambari zangu ni 0741033122. Msikilizaji, tafadhali endelea kuwa na sisi katika sehemu ya pili ya simulizi hii. Mimi nipo safari msikilizaji, na hapa naelekea Kigoma nyumbani ili kuweza kumtafuta babangu mdogo. Je, wewe msikilizaji, unaelekea Kigoma kufanya kitu gani? Andika hapo chini kwenye comment section. Karibu sana katika sehemu ya pili. Na mimi naitwa Alex.